Bwana Yesu asifiwe. Mjue sana Yesu Kristo katika maisha yako. Tamani kumjua Yesu Kristo katika maisha yako. Pale utakapotamani ukachukua bidii kumjua Yesu Kristo katika maisha yako, ni msaada mkubwa kwa hali zote. Haleluya. Ni msaada mkubwa kwa hali zote. Kwa mtu yeyote ambaye ameokoka, amesema ya kwamba ninamhitaji Yesu sasa. Baada ya kuachana na ya kale, nimeingia katika upya wa Yesu Kristo. Tamani kumjua Yesu Kristo ili mambo yako yawe mepesi. Haleluya. Na lazima mambo yetu, mambo yako yatakuwa mepesi. Changamoto za kila namna, dunia imejaa shida, imejaa matatizo, lakini katikati ya hayo, kwa yule ambaye atasema ya kwamba nahitaji kumjua Yesu Kristo, yatakuwa mepesi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Agano la kale limemuelezea Yesu Kristo. Wiki tulikuwa na semina nzuri sana, nilifurahia. Bwana Yesu asifiwe. Tamani mafundisho. Kubali nyakati zote kwenda nyumbani mwa Bwana. Pale unaposikia tangazo, usipuuze. Weka manani. Nenda nyumbani mwa Bwana, utajifunza vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wiki chache hizi ambazo zimepita, mtumishi wa Mungu mchungaji amekuwa akielezea habari ya Yesu Kristo katika agano la kale, kwamba alionekanaje, kwamba alikuwaje. Alikuwepo tonga mwanzo. Usifikiri ya kwamba Yesu Kristo ni wajuzi wa 2000 tunayozisema katika agano la kale. Alizaliwa kama mwanadamu, akafanana na sisi. Sio kwamba inaanzia pale. Yesu Kristo alikuwepo mwanzo, toka asili. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwepo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ninaweza nikatoa mfano mmoja wa tajiri mmoja ambaye anamiliki makampuni mengi sana. Na katika makampuni ameajiri wafanyakazi wengi. Ameajiri watu mbalimbali. Lakini katika wale watu, baadhi yao wengine hata hawamjui tajiri yao. Sasa wakati mwingine yule tajiri katika makampuni yake, katika wafanyakazi wake, anaona kuna shida, kuna ugomvi, kuna hali isiyo nzuri katika wale ambao anao wamiliki. Anataka afahamu shida inatokea wapi. Wengine wanamfahamu, wengine hawamjui. Huyo tajiri wa nini? Wa makampuni. Lakini anaamua siku moja anaingia katika yale makampuni, anajifanya yeye naye ni mmoja wapo wa wafanyakazi. Anaingia katika wafanyakazi, anajichanganya. Makampuni yametawala kila kona, kila eneo. Kwa hiyo watu wengine hawamjui kwamba bosi wao ni nani. Na anapoingia katika yale makampuni, anajishusha sana. Anaanza kufanya kazi kama wale wafanyakazi wake ambao wamewaajiri, na yeye anaanza kufanya kazi vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Na anapoendelea kufanya kazi, anaendelea kujua kosa lao ni nini. Anaendelea kutafuta kosa, anaendelea kutafuta suluhisho ni nini katika wale watu ambao amefanya nini? Amewaajiri. Na anapoendelea kukaa nao, kuchangamana nao, analijua kosa. Na anapojua kosa, analisuluhisha, anaamua kuondoka. Na anapoamua kuondoka, anarudi kwenye nafasi yake. Hapo wafanyakazi wenzake ndio wanagundua, kumbe tuliyekuwa naye hapa huyu ndio bosi. Kumbe tuliyekuwa naye hapa huyu ndio tajiri. Ndivyo Yesu alivyofanya kuja kwetu. Tumshangilie Bwana Yesu. Haleluya.
ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alivyokuja duniani. Akawa mtu 100% mwanadamu, 100% ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili akutane na maisha yetu, ili akutane na shida zetu. Kwa hiyo katika Agano la Kale tuliweza kumuona Yesu Kristo kwamba alijifunua kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ni wa tangu asili. Yesu ni Mungu. Sema Yesu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pale unaposikia semina, mtumishi wa Mungu ana maneno mazuri. Mtumishi wa Mungu ameweka kitu kizuri ndani mwake. Mtumishi wa Mungu, Mungu anamtumia. Muamini, njoo jifunze. Bwana Yesu atakutetea, atakusaidia. Utakuwa sahihi katika maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Neema hii inapokuwa imekuja kwetu kumweleza habari za Yesu Kristo, kueleza habari zake katika maagano yote mawili, Agano la Kale na Agano Jipya, usipungukie hii neema. Hebu mshike mwenzako mwambie usipungukie hii neema. Kwa sababu itakufanya ulitimize kusudi la Bwana ambalo Mungu ameweka ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kulitumikia kusudi la Bwana unakuwa na uwezo mkubwa, unakuwa na uwezo mkubwa kukabiliana na changamoto za kila namna, kukabiliana na huzuni zinazotusonga, kukabiliana na udhaifu. Pale mtu anapokuwa ameamua kumjua Yesu Kristo, na kumjua Yesu Kristo unamfuatilia kwa hatua zile ambazo viongozi wamekuweka mbele yako kukuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia katika neno la Mungu, neno la uzima, ukiingia katika Biblia, utaona jinsi ambavyo unahitaji kumjua Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa na uwezo mkubwa wa kutambua adui na mpinzani wako wa maisha yako. Pale mtu anapoingia kumjua Yesu, mtu yule anakuwa na uwezo mkubwa wa kumtambua upinzani wake ni nini, adui yake ni nini. Na baada ya kumuona adui yake au upinzani wake afanye kitu gani, anakuwa na uwezo wa kuharibu kila chochote ambacho kiko kinyume na mapenzi ya Bwana, kwa sababu ameamua kumjua Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mashambulizi yoyote katika maisha, maana mashambulizi yapo, hayakosi, lakini pale mtu anapomjua Mungu, yale mashambulizi yanakuwa mepesi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hebu tusome katika Marko, kitabu cha Marko. Hebu tusome Marko sura ya 4. Marko sura ya 4, tuanze kusoma mstari wa 35. Tuanze kusoma mstari wa 35. Marko sura ya 4 mstari wa 35, twende hadi mstari wa 41. Ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 35 hadi mstari wa 41. Inasema ya kwamba siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwa hapo katika sheteri, amelala juu ya mto.
wakamwamsha, wakamwambia, "Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia?" Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, "Nyamaza, utulie." Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, "Mbona mmekuwa waoga namna hii bado? Mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?" Wakaingiwa na hofu kuu, wakiambiana, "Ni nani huyu basi hata pepo na bahari humtii?" Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiwa pamoja na wanafunzi wake, anaihubiri injili vijiji kwa vijiji. Anaihubiri injili sehemu kwa sehemu, miji kwa miji, kila kona, kila eneo. Bwana Yesu Kristo alikuwa anafanya kazi usiku na mchana. Hana hata ule muda wa kulala. Hana muda wa kulala. Muda wote yuko kazini. Yuko katika masinagogi. Yuko analisema neno lake kwa watu ili wamjue yeye. Anatembea huku na kule. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda huku maeneo yote. Mpaka kipindi kile akasema ya kwamba katika maeneo yote ninavyozidi kuyatembelea, hebu niende na mji wangu wa Nazareti niliozaliwa. Alizaliwa Nazareti. Ni mji ambao ulionekana ni duni. Ni mji ambao ulionekana haufai, unadharauliwa. Amefika kule Nazareti, anawaambia habari za Yesu Kristo. Anawaambia habari za uzima. Anawaambia habari za uponyaji. Anawaambia mambo mengi. Lakini katika mji wa Nazareti Biblia inasema hawakumpokea. Hawakukubaliana naye. Hawakumwamini. Kwanza walianza kumshangaa. Wanasema, huyu anatuambia vitu gani? Huyu si ndio yule ambaye amezaliwa katika ile familia? Amezaliwa katika ile familia ya Mariamu, mama yake na baba yake na dada zake tunawafahamu. Kwa hiyo katika mji wa Nazareti Bwana Yesu miujiza mingi haikuonekana kwa sababu walipuuza. Na pale mtu wakati mwingine anapopuuza neno lake, anapopuuza neno la Mungu, hawezi kupokea. Anapopuuza mtumishi wa Mungu, hawezi kupata. Hilo liko tu peupe. Mfano, Yesu Kristo mwana wa Mungu ameenda kule Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alitembea kila mahali, alienda kila sehemu. Ndipo sasa akiwa na wanafunzi wake, anawaambia ya kwamba tuvuke mpaka ng'ambo. Tuvuke mpaka ng'ambo, maana hata kule kuna jambo la kufanya. Na wanapokuwa wanavuka mpaka ng'ambo, wanapanda mashua ile. Wanapokuwa wamepanda, kwa jinsi ya uchovu ambao wanaokuwa nao, kwa jinsi ya kuchoka hali ya mwili, maana alikuwa mwanadamu asilimia, si hivyo? Alikuwa mwanadamu asilimia 100, alikuwa Mungu asilimia 100. Amechoka, ameingia katika chombo, amelala. Anasema katika chombo hiki, katika safari hii, angalau na mimi niweze kupumzika. Angalau niweze kupumua. Anapokuwa amelala, chombo kimefika katikati, mawimbi yakaanza kukisukasuka kile chombo. Mawimbi yakakazana katika kile chombo. Bahari ikachafuka, Biblia ndivyo inavyosema. Bahari ikachafuka, ikawa hali mbaya, ikawa hali hatarishi. Biblia zingine katika Injili, maji yakaanza kuingia katika chombo. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo yuko amefanya nini? Amelala, amepumzika kwa ajili ya kazi kubwa aliyokuwa nayo duniani. Alikuwa halali, alikuwa hapati muda. Akiwa amelala kule, hali imekuwa mbaya katika ziwa, imekuwa mbaya katika bahari. Maji yamefurika mle.
Wanafunzi wake wameogopa, wamehaha, hawana namna, lakini Yesu wanaye mle. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba walimchukua mzima mzima wakawa naye. Wakati mwingine mtu anakuwa na Yesu ndani ya moyo wake, lakini msuko mdogo tu unapokutana naye, anapokutana na shida kidogo tu anahaha. Lakini Yesu yuko ndani ya moyo wake. Tunahitaji kumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kumjua Yesu katika maisha yetu. Kazi zetu zisiwe za kwanza katika habari ya kumjua Yesu. Mafanikio yetu yasiwe nambari moja katika kumjua Yesu. Vitu vinavyotuzunguka ni vya muda mfupi, tusivitangulize mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu awe nambari moja katika mambo yako yote. Namba 2 awe mke wako au mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3 wawe watoto wako. Namba 4 yawe mafanikio sasa unayoyahangaikia. Hebu tumshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jiambie katika maisha yako, katika kumjua Mungu, katika kulitumikia kusudi la Bwana, namba 1 awe Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiye awe kila kitu. Namba 2, weka sasa nafasi ya mke na nani? Na mume, ili mambo yasiharibike, sivyo? Alafu namba 3 watoto. Lakini sio kwamba mtoto ndiye anatoka Mungu, anakuja mume au mke, alafu anakuja mtoto. Anatoka Mungu, alafu anakuja mtoto, mume unamruka. Hapana. Usimkumbatie mtoto, mkumbatie mume wako, mkumbatie mke wako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wakati mwingine wengine upendo wao wameelekezwa kwa watoto badala ya mume wake. Baada ya kumpenda Mungu, anatoka katika ule upendo, anamwelekezea nani? Mtoto. Hapana. Hiyo achana nayo. Nenda kwa mume wako, nenda kwa mke wako. Hiyo ndio nafasi nyingine ambayo imepewa. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mtoto nafasi inayofuatia. Kipato unayohangaika usiku na mchana, kipato kiwe nambari ya mwisho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Utalifanya kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawa amelala kule kwenye sheteli. Upepo umevuma, maji yameingia, wanafunzi wamehangaika, na baada ya kuhangaika wanasema, wakajiambia, lakini Yesu si yuko huko? Tumwamshe, atusaidie. Ndio wanachukua hatua ya kwenda kumwamsha Yesu. Yesu, ina maana wewe, yani tena wanamwamsha kwa kumlaumu. Ina maana wewe huoni, wewe umelala tu. Ina maana kwa kumlaumu, sio kwa kumuomba. Yesu anashtuka pale, anakuta kweli hali ni tete. Na anapokuta kweli hali ni tete, ndipo ananyamazisha mwenye mamlaka, mwenye nguvu, mwenye uwezo, atakayenyamazisha na kuweka sawa mambo yako katika maisha yako ni Yesu peke yake. Haleluya. Ni Yesu peke yake ndiye ataweka mambo sawa. Usijiambie nimechelewa kuolewa. Yesu atakupa kuolewa. Usichelewe, usiseme ya kwamba nimechelewa kupata mume, nimechelewa kupata mwenza. Yesu atakupa mwenza. Haleluya. Mjue kwanza yeye. Pale utakapomjua kwanza yeye, mambo yote yatajipa. Mambo yote yatajiseti. Mambo yote yatakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe.
Akaamka, akatuliza upepo, akatuliza mawimbi, akatuliza kila hali tete iliyokuwa imejitokeza mahali pale. Na baada ya kusema pale, bahari ikawa shwari. Haleluya! Bahari ikawa nini? Ikawa shwari. Na baada ya kuwa shwari, wanafunzi wake wakabaki wanashangaa, wanazidi kujiuliza, ni mtu wa namna gani huyu? Bado hawajamjua Yesu Kristo, kwamba ni Yesu mwana wa Mungu, ni Mungu mwenye uwezo mengi, ni Mungu mwenye nguvu, ni mtawala, ni Mungu mwenye uweza wa kila kitu. Bado wakaendelea kushangaa, ni mtu wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Na ambapo tu jana yake alikuwa amelisha watu 5,000 kwa samaki chache na mikate michache. Maana anapowaambia ya kwamba tuvuke kwenda ng'ambo, ni alikuwa ametokea kwenye mkutano mkubwa. Na ule mkutano mkubwa ulikuwa na watu wengi. Na wanafunzi wao wenyewe wanajiambia ya kwamba katika mkutano huu tumekuwepo toka asubuhi mpaka sasa hivi ni mchana, na watu wana njaa, na watu wana hali mbaya. Bwana, utakapowaaga wakaondoka, watadondoka njiani kwa sababu hawana uwezo, hawana nguvu. Yesu mwenyewe anazidi kuwauliza, mna nini kwani hapa? Tuna chakula kichache, hakitoshi. Kileteni hapa. Anafanya muujiza, watu wanakula. Na walikuwa wanahesabiwa watu 5,000, ni wanaume tu, wanawake walikuwa wahesabiwi. Na namba kubwa mara nyingi katika makutano na makusanyiko, wanawake huwa ndio wengi zaidi, si ni hivyo? Lakini wote hao wanapata chakula. Huo muujiza wanafunzi wanauona. Bado hapo hawajamjua Yesu ni nani. Anapokuja kutuliza upepo, bado hawajamjua Yesu ni nani. Tunahitaji kumjua Yesu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu yanahitaji Yesu Kristo mwana wa Mungu ndiye ajulikane kila mahali, kila kona. Ili shida ya kila namna inapojitokeza, Yesu ana uwezo mkubwa wa kuimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome tena Luka 8. Luka 8, katika Injili ya Luka, Injili ya Luka sura ya 8. Injili ya Luka sura ya 8, tusome mstari wa 22 hadi wa 25. Luka sura ya 8, mstari wa 22 hadi wa 25. Tumefika wote kwa pamoja? Basi naomba nisome. Ikawa siku zile, mmoja wapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari. Wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka, wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata aamuru upepo na maji, navyo vyamtii? Bwana Yesu asifiwe. Walizidi kushangaa kwa sababu walikuwa bado hawajaendelea kumjua zaidi. Tunahitaji kumjua Yesu zaidi katika jina lake takatifu, maana ni uweza na nguvu. Haleluya. Mjue Yesu zaidi. Unapokutana na shida, mjue Yesu zaidi.
Bwana Yesu asifiwe. Usipate shida katika maisha yako. Usipate shida na kuhangaika kama wanafunzi walivyopata shida. Tamani kumjua Yesu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Utakapomjua Yesu zaidi, atakemea mapepo yote, atakemea giza lote, atakemea mahangaiko yote, atakemea tabu zote. Hata kama unahitaji kazi, Bwana Yesu atakupa kazi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Cha kuangalia hapa, hawakutakiwa kuogopa, maana Yesu walikuwa pamoja naye. Oga ni dhambi. Yesu yuko ndani ya mioyo yetu. Tunatembea naye, anatuona. Ni sisi tu kumwambia kwamba tunahitaji hapa, tunauhitaji hapa, tumepungukiwa hapa. Maana yeye ni mtawala wa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Na jinsi ambavyo Yesu ni Mungu mwenye nguvu, nguvu zake zinaonekana. Zinaonekana, nguvu zake ni dhahiri. Ni pale mtu ambapo anaposema ya kwamba ninamhitaji Yesu Kristo katika maisha yangu. Anafanya uzima, anafanya uponyaji, anafanya uweza wowote unaohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone miujiza aliyoifanya katika Marko sura ya 6. Marko sura ya 6. Marko sura ya 6. Tusome mstari wa 30 hadi wa 44. Marko sura ya 6 mstari wa 30 hadi wa 44. Na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote walioyafanya na mambo yote walioyafundisha. Akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Wakaenda zao faragha mashuani mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda zao, na wengi wakatambua wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando, wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Akawaambia, je, twende tukanunue mikate dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua, wakasema 5 na samaki 2. Akawaagiza, waketisheni wote vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu, hapa 100, hapa 50.
akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie, na wale samaki wawili akawagawia wote. Wakala wote wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12, na vipande vya samaki pia. Na walioila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Pale utakapomweka wa kwanza, halafu mambo yako mengine yote ukayaweka ya pili, hata kulaza njaa. Maana ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa jinsi ambavyo walikuwa hata hawana ule muda wa kukaa kupumzika. Hawana hata ule muda wa kula chakula. Bwana Yesu anawaambia ya kwamba hebu tupandeni mashua, tuondoke mahali hapa, twende sehemu ya faraga, na tutakapofika hapo sehemu ya faraga tutaongea mawili matatu, na pia tutapata nafasi ya kula nini? Chakula. Makutano kumbe wanawaangalia, wanaelekea wapi, wako wanaenda wapi, wako wanaelekea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo wanapopanda wao mashua, wamejiambia kukutania pale ambapo watakapofika wakae watulie. Tayari wanakutana makutano, wamekimbia, wametembea kwa mguu. Bwana Yesu asifiwe. Wanamtafuta Yesu, wamekimbia, wameenda kwa mguu, kama ni bodaboda zilikuwepo, walikimbizana na bodaboda, ili mradi tu aone namna gani anawahi kufika mahali pale. Hawa wanafunzi pamoja na Bwana Yesu wamepita hiyo njia waliojiambia tupite katika hii mashua katika maji. Wanafika kituoni, wanawakuta makutano wamefurika. Hawana uwezo tena wa kukaa kuketi waanze kula chakula. Badala yake wanaanza kuwahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikuwa wana uhitaji machoni pa Bwana. Hebu tuwe wahitaji machoni pa Bwana, ili Bwana aweze kutujulisha ya kwake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu wetu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kumjua Yesu Kristo, kubali kumwamini. Weka imani yako kwa Kristo Yesu. Weka imani yako kwa Kristo Yesu. Usiweke imani yako kwa waganga wa kienyeji au kwa watu mbadala. Weka imani yako kwa Yesu Kristo. Utakapoweka imani yako kwa Yesu Kristo, ndipo utakapozidi kumjua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie njia 5 za kumjua Yesu vizuri. Njia 5 za kumjua Yesu vizuri. Njia 5 za kumjua Yesu vizuri. Ya kwanza ni kumtafuta kwa bidii. Ukimtafuta Yesu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtafuta Bwana wetu Yesu Kristo kwa bidii, utamuona. Tufungue Mithali sura ya 8 na mstari wa 17. Alafu tutasoma wote kwa pamoja. Tufungue Mithali wote kwa pamoja, sura ya 8 na mstari wa 17. Mithali sura ya 8 na mstari wa 17.
Naomba tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Anasema nawapenda wale wanipendao. Kumbe yeye Yesu Kristo ana tabia ya kumpenda yule anayempenda. Yesu Kristo ana tabia ya kumpenda yule anayempenda. Utaonyesha ishara gani kwamba unampenda? Unapojitoa kwa ajili yake, unapopenda mafundisho, unapopenda ibada. Ibada yako ukatae kwamba ibada yangu ni ya Jumapili tu. Hapana. Hata katikati ya wiki mwambie Roho Mtakatifu nisaidie ili ni hata ibada ya katikati niwepo, maana nimeamua kukupenda. Na anasema anawapenda wale wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Halafu anasema ya kwamba na wale wanitafutao kwa bidii. Wale wanitafutao kwa bidii. Sema wale wanitafutao kwa bidii. Ni akina nani? Ni sisi, kanisa la Yesu Kristo. Pale ambapo tutamtafuta kwa bidii, pale ambapo tutaacha shughuli zetu tukasema ya kwamba tunamtafuta Yesu kwa bidii, anatupenda. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jambo lako lisiwe la maana sana kuliko fundisho lililoko mbele yako ambalo unahitaji kujifunza kwake. Bwana Yesu asifiwe. Tumtafute Yesu Kristo kwa bidii. Anasema ya kwamba tutamuona. Haleluya. Tutamuona. Mtafute kwa bidii, utamuona. Katika uhitaji wako mtafute kwa bidii, utamuona. Hakuna njia ya shortcut. Mtafute kwa bidii, utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Washangae tu wale unaosikia ya kwamba wanakimbilia maji, halafu katika yale maji haraka wameshafanikiwa. Wanakimbilia mafuta, halafu kwa haraka wanafanikiwa. Wanakimbilia vitambaa, halafu kwa haraka wanafanikiwa. Hapo kuna bidii. Hapo kuna bidii kwenye chumvi. Unaileta chumvi halafu unaanza kuinyunyizia katika nyumba yako kwa watoto. Haya maji na yenyewe haya hapa. Hapa kuna bidii. Si umemwaga tu. Biblia inasema tumtafute kwa nini? Kwa bidii, sio kwa chumvi wala kwa mafuta. Tuwaombee wale wanaofanya hicho kitu, wanaharibu kanisa la Kristo. Lakini sisi ambao tunazidi kujifunza kwake, tumtafute kwa bidii, tutamuona. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma tena Zaburi 105 mstari wa 4. Hebu tufungue Zaburi 105 na mstari wa 4. Inasemaje? Zaburi 105 mstari wa 4. Tunaenda kusoma wote kwa pamoja. Zaburi 105 na mstari wa 4. Tunaenda kusoma wote kwa pamoja. Tusome wote kwa pamoja. Naamini tumefika. 1, 2, 3. Haleluya. Hiyo ni moja wapo ya kumjua nani? Yesu Kristo. Ni njia moja wapo ya kumjua Mungu. Pale mtu anaposema ya kwamba ninalazimika kumtafuta Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Lazimika kumtafuta Mungu kwa nini? Kwa bidii. Ukisoma Mithali 13:4 inasemaje? Mithali 13 na mstari wa 4.
Mithali 13 mstari wa 4. Tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Nafsi ya mwenye bidii itafanya nini? Lakini ya mvivu itazidi kukondeana. Ya mvivu itazidi kuwa na uhitaji kila wakati. Lakini iliyo na bidii itajaa minofu, itanenepeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata inapokutana na changamoto, kwa sababu imenenepeshwa, ile changamoto sio kitu, inakuwa jambo jepesi, kwa sababu hiyo nafsi imeunganika na Mungu, inamtegemea Mungu, inapata kutoka kwa Mungu, haipungukiwi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi zetu ziliunganika na Bwana wetu Yesu Kristo pale alipokufa msalabani, alipoachilia upatanisho. Kwa hiyo inatakiwa iunganike kila siku, usiku na mchana, iunganike na Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kitu kingine ambacho tunahitaji tukijue pale katika kumjua Mungu, mtafute kwa moyo wako wote. Mtafute Mungu kwa moyo wako. Mtafute Yesu Kristo kwa moyo wako wote. Kama nilivyosema ya kwamba Mungu awe namba 1, namba 2 ni nani? Namba 3 ni nani? Namba 4 ni nani? Kipato, fedha, uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtafuta utampata. Hebu tusome Yeremia 29 na mstari wa 13. 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 Tunasoma wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Anasema yeye mwenyewe, Bwana wa majeshi, pale tutakapomtafuta kwa moyo wetu wote, tutakapomtafuta anasema tutamuona. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 6:33 inasemaje? Injili ya Mathayo sura ya 6 na mstari wa 33. Injili ya Mathayo sura ya 6 na mstari wa 33. Tunasoma wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Na haki yake, ufalme wake na mambo yote tutafanya nini? Tutazidishiwa. Nakwambia ndivyo ilivyo. Sio kwamba ni maneno ya mhubiri. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Ndivyo ilivyo, watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtafuta kwa bidii utampata. Ukisoma, andika Kumbukumbu la Torati sura ya 29. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 29. Andika, utasoma kwa wakati wako. Amen. Haleluya. Pia ukisoma Mathayo sura ya 22 na mstari wa 37 hadi wa 38. Hayo ni maandiko yenye msisitizo ya kwamba kwake Yesu Kristo kuna faida tele pale tutakapomtafuta kwa bidii. Kitu kingine ambacho tunahitaji tukijue, kulijua neno lake. Kulijua neno lake. Haleluya. Pata muda wa ziada, soma neno lake.
litafakari. Mafundisho kama haya tuliyojifunza kwa masaa machache hayatoshi, lakini pata muda wako binafsi, ulisome neno lake, utafanikiwa, utazidi kumjua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Soma neno la Mungu. Download hata Biblia. Inakuwa inakusemea pale. Wewe huko unachambua dagaa, lakini unasikiliza nini? Unasikiliza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huko unapepeta mchele, lakini hapa neno la Mungu linafanya nini? Linasikika masikioni mwako. Ni bidii moja wapo. Bwana Yesu asifiwe. Ingia kwenye mtandao, download Biblia ya neno, inasema, inaongea. Na neema ya Mungu imetushukia hapa. Sasa hivi tuna mtandao wa bure. Ukisema ati sasa nataka nifanye kitu kwa ajili ya maisha yangu, hebu nifike pale kanisani. Ukija Jumapili jioni, ukishinda hapa Jumapili jioni, ukaja na Jumatatu, ukaja na Jumanne, hapa kuna mtandao wa nini? Sasa utumie. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika hapo ka download Biblia yako, kaijaza, alafu kaenda nyumbani, unafika unachambua dagaa, si unasikiliza neno la Mungu? Si ni bidii moja wapo ambayo Mungu ameiona kutokea kwako? Na katika kufanya hivyo utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Usidownload movie na manini na mengine ambayo hayatakuletea faida. Tafuta kile ambacho kitakacho kuletea faida. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Mathayo 22 na mstari wa 29. Kulijua neno lake. Mathayo 22 na mstari wa 29. Tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Lakini pale mtu anapoweka bidii katika kulisoma neno la Mungu, hakuna kupotea. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ukisoma tena Mithali sura ya 2 na mstari wa 1 hadi wa 5. Mithali sura ya 2. Mithali sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 5. Tusome wote kwa pamoja, mstari wa 1 hadi wa 5. Mwanangu, 1, 2, 3. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya hicho ambacho Roho Mtakatifu anatuelekeza, tutamjua Mungu na tutafanikiwa na tutapata manufaa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la 4, kuishi maisha matakatifu. Kuishi maisha matakatifu. Mungu anaheshimu sana watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unalifahamu hilo. Mungu anawaheshimu watakatifu. Ndio wale anaowakaribia kwa wepesi na kuwasogelea. Tukisoma Zaburi ya 25 na mstari wa 14. Zaburi ya 25 na mstari wa 14. Zaburi ya 25 na mstari wa 14.
Zaburi ya 25 na mstari wa 14. Tunasoma wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Naye atawajulisha agano lake. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu yuko karibu sana na watakatifu wake wanaomcha Bwana, waliojitoa kwake kwa ajili ya kulifanya lililo kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Henoko akatembea na Mungu, mwisho wa siku akampaisha. Ni kwa sababu Henoko alikuwa mtakatifu. Ukisoma hiyo Mwanzo sura ya 5 na mstari wa 24. Henoko Elia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokuwa anafurahishwa na watakatifu wake, Mungu anakuwa karibu nao sana. Kila chochote unachokifanya Bwana anakutendea. Kila chochote unachokitamka kwake Bwana anaonekana, maana yuko karibu sana na watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Njia nyingine ya 5, kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Tamani usiku zote, usiku na mchana, kama unasikia neno la kwamba kuna kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, muombe Mungu, muombe Roho Mtakatifu akujaze. Bwana Yesu asifiwe. Ukijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu utazidi kumjua Mungu, maana Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Ukisoma, naomba jitahidi kusoma kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana yote kuanzia sura ya 1 mpaka ya mwisho. Hata kama hujajazwa Roho Mtakatifu katika kusoma kwako, ukimwamini Kristo utajazwa huko unaendelea kusoma. Umeweka manani. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunamalizia na Wakorintho wa kwanza. Sura ya 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 10 hadi wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 hadi wa 11. Tunasoma wote kwa pamoja. Tuko tayari? 1, 2, 3. Haleluya, tumshangilie Roho Mtakatifu. Tamani kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Naomba tusimame. Hebu tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Haleluya. Hebu mshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili, kwa sababu ninaamini Mungu amekuhudumia kwa njia moja zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mshukuru Mungu, mwambie akuwezeshe umjue yeye Kristo. Mwambie niwezeshe. Hata sema ninapotangaza kanisani, Baba niwezeshe. Kusiwepo na hali yoyote ya kunivunja moyo. Kusiwepo na hali yoyote ya kuchoka, Baba niwezeshe. Hata pale ninapohitaji mimi kama mimi nisome, Baba niwezeshe. Baba nisaidie niweze kukujua zaidi. Maana nitakapokujua zaidi, hata ninapokutana na shida haitakuwa lolote katika maisha yangu, kwa sababu nimeamua kukujua wewe. Hebu mwambie Bwana Yesu akupe uwezo wa kumjua yeye. Mwambie Bwana Yesu akupe bidii ya kumtafuta yeye. Mwambie Bwana Yesu akupe bidii ya kumpenda yeye, maana anasema anawapenda wale wampendao na wale wamtafutao kwa bidii. Hao peke yake ndio watamuona. Aliye na uvivu hatamuona, lakini walio na bidii hao ndio watamuona. Mwambie Bwana Yesu aachilie bidii ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako, umpende zaidi. Hebu nenda mbele za Bwana. Ni wewe peke yako mfalme.
Mwamba wa wokovu hakuna kama wewe. Ni mwamba wa wokovu, Mungu mwenye mamlaka, jemedari, kimbilio, mtetezi wa kweli, ambaye tunahitaji tukujue wewe zaidi. Tunahitaji tutembee na wewe zaidi. Baba wa rehema, mfalme, katika kukujua wewe, katika kutembea na wewe, ndipo utakapozidi kujifunua katika maisha yetu, na maisha yetu yatakuwa bora machoni pako, maana hekima yako itazidi kufurika ndani ya mioyo yetu. Hata ndipo ambapo Bwana tutaweza kulitumikia kusudi lako, maana tumekujua wewe Mungu wa kweli. Tuwezeshe Bwana, wezeshe watoto wako, wezeshe watakatifu wako, maana wewe ni Mungu uliye hai. Lihimidiwe jina lako mfalme. Baba, tunasema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu mwenye kutuwezesha, katika jina takatifu lako Yesu Kristo. Amen.